Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba, na bado tuko kwenye mfungo wetu na hii ni wiki ya mwisho, siku ya Ijumaa tuko tukimaliza mfungo wetu wa siku 40, lakini leo tutaenda kumuomba Mungu atuondolee na kutusaidia kinyume na hati za mashtaka. Sasa tukisoma katika kile kitabu cha Wakolosai sura ya 2, maandiko yanasema hivi, mstari wa 13 hapo na kuendelea. Anasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kuto kutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Ile hati ya mashtaka, anaongelea kwa habari ya hati ya mashtaka. Sasa tunaposikiliza hati ya mashtaka, tunaona kuna vitu vimekaa kisheria. Siku moja nilikuwa nikieleza wiki hii ya kwamba ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa sheria. Achana tu na kipindi cha sheria kwa maana ya Torati. Yani zipo sheria za roho. Zipo sheria za roho. Na nikatolea mfano tu jinsi ambavyo sheria za roho zipo. Ukianza tu katika kile kitabu cha Warumi ile sura ya 8, utaona kuna sheria ya roho inaandikwa pale, na inaelezwa wazi ya kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sasa tunaona hapa anaongelea kwa habari ya sheria ya roho wa uzima iliyo ndani ya Kristo Yesu. Ipo sheria inayoachilia uzima ndani yetu. Kuna sheria. Kwa tupo wazima leo kisheria. Tupo wazima leo kisheria. Sheria ipi? Sheria katika ulimwengu wa roho. Na utaona kabisa ya kwamba zipo sehemu nyingi ambazo zinadhihirisha hiyo sheria. Hata ujio wa Yesu kuja kuikomboa wa dunia na kumkomboa mtu mmoja baada ya mwingine. Kwa kuna ukombozi. Huu ukombozi ulibidi uwe wa kisheria, na ndio maana Mungu mwenyewe anatembea kwenye sheria za rohoni alizozitengeneza yeye mwenyewe. Unakuta katika ulimwengu wa roho haiwezekani mtu akakombolewa pasipo sadaka. Kwa ilazimika itolewe sadaka ya ukombozi. Sasa katika sheria katika ulimwengu wa roho inaeleza ukubwa wa sadaka na ukubwa wa tukio linalofanyika. Yani kwa mfano, mtu anapoomba juu ya jambo fulani, anaomba juu ya jambo kubwa, lazima na sadaka iambatane kwa ukubwa ule ule. Ni sheria katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana ukuta Biblia inaeleza ya namna vile ambavyo ilitakiwa nani aje kuukomboa ulimwengu, nani aje kulipa gharama. Mbinguni kuna viumbe vingi sana. Biblia inasema kuna heavenly creatures, kwamba kuna viumbe vingi sana. Ukiachana malaika, kuna wazee 24, kuna wenye uhai 4, kuna viumbe vingi ambavyo vingeweza kuchukuliwa vikaja kulipa gharama, lakini ilitakiwa itolewe sadaka yenye thamani kwa ajili ya kukomboa chenye thamani. Kwa hiyo ilibidi Yesu mwenyewe awe sadaka. Kwa hiyo tunaona Biblia inaeleza kwamba huyo mwana kondoo aliyechinjwa aje kumnunulia Mungu watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa, watu wa kila kabila. Alikuwa akiongelea kwa habari ya ukubwa wa sadaka unavyoweza kukomboa jambo kubwa, sawa sawa na vile ambavyo sheria za rohoni, sheria za roho zinavyoongea. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho zipo sheria. Unaposikia hati za mashtaka, unaona kuna kitu kimekaa kisheria. Na ndivyo ulimwengu wa roho unavyoenda. Ndivyo ulimwengu wa roho unavyoenda. Nitakupa tu mfano wa mwisho kabla sijaendelea na somo la leo.
Nitakupa tu mfano wa mwisho. Kuna mama alikuwa akienda kuomba msaada kwa Yesu. Kama nakumbuka, Yesu akamwambia chakula cha watoto si vyema kumpa mbwa. Anaeleza kwa habari sio vyema kumpa mbwa chakula cha nini? Cha watoto. Sasa yule mama akasema hivi, hata katika meza wanapokula watoto chini yale makombo, yupo mbwa anaweza kala. Yesu alivutiwa na ile imani ya yule mama, akasema, mama, kwa sheria ya kula chakula cha watoto kiwe uponyaji wako haikuweza kukufiti, lakini kwa sheria ya imani ulichoamini utapokea uponyaji. Kwa yule mama alipona kwa sheria ya imani, sio kwa sheria ya wana, kwa sababu Biblia inaeleza uponyaji ni chakula cha wana, lakini huyu hakupona kwa kanuni ama hakupona kwa sheria ya wana, kwa sababu katika sheria ya wana yeye hakuwa mwana. Katika sheria ya watoto yeye hakuwa mtoto, lakini katika sheria ya imani juu ya lile jambo alipokea na akafunguliwa kwa ajili ya ile imani aliyokuwa nayo. Ni sheria katika ulimwengu wa roho. Sasa tukiangalia hizi sheria katika ulimwengu wa roho ndio tunakutana nazo. Sasa unakuta maandiko yanaeleza kwa habari ya sheria, namna ambavyo tunaendesha ulimwengu wa roho. Unakuta mashtaka haya ni ya kisheria. Mfano, unataka kubarikiwa lakini sio mtoaji wa fungu la 10. Mungu anapotaka kukubariki kuna sheria, mashtaka, hati za mashtaka. Biblia inaeleza kwamba huyo ibilisi ni mshtaki wetu, anatushtaki kisheria. Anamweleza Yesu kisheria, anamdanganya pia kisheria. Anamwambia ikiwa wewe ndio mwana wa Mungu, jirusha hapo, kwa maana imeandikwa atatuma malaika zake waje wakudake, baya lisikukute. Na ni ukweli, imeandikwa katika kitabu cha Zaburi. Lakini tunaona sheria Yesu anamjibu pia kwa sheria ya roho, kwamba imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa unakuta hata mashtaka, hati nyingi za mashtaka ambazo tunamwomba Mungu atuondolee zipo kisheria, kwamba mtu huyu hastahili kwa sababu yeye sio mtu wa kupenda ibada. Mtu huyu hastahili, yeye sio mtu wa kupenda sana kumtolea Mungu. Mtu huyu hastahili kwa sababu bado anatoa kwa mazoea. Mtu huyu hastahili kwa sababu ametenda dhambi, bado ni mtenda dhambi. Mtu huyu hastahili kwa sababu ana chuki, hana upendo. Yani ni hati za mashtaka katika ulimwengu wa roho, zimekaa kisheria. Tunaposema kisheria ni nini? Kisheria ni kwamba Mungu ameweka sheria zake katika ulimwengu wa roho, zipo ambazo hata shetani pia anatumia sheria za rohoni. Na ndio maana ukuta hizi sadaka, umuhimu wa sadaka, hata shetani pia anaonyesha umuhimu wa sadaka kwenye matukio yake ya kichawi huko. Wachawi wanaelewa sadaka na umuhimu wake muda mwingine hata kuliko sisi tuliookoka, kwa sababu shetani yeye anaelewa, amekaa mbinguni, anaelewa ya namna gani sadaka inaweza kufanya kuwa jambo la kiroho. Mfano tu katika sheria ya rohoni, jambo haliwezi likawa la kiroho kama sio sadaka, kama hakuna sadaka. Yani haijalishi umeomba, lakini kama hamna sadaka, hilo jambo sio la kiroho. Sasa shetani huwa anatumia mashtaka kutushtaki. Unaweza kukuta tumeomba, lakini wapendwa, sisi wengi ni waombaji, lakini sio watoaji wa sadaka. Unakuta unaomba lakini unachokiombea siku hiyo hujakitolea sadaka, zinakuwa ni kama story tu. Sasa Mungu anapotaka kujibu, shetani ananyanyua hati za mashtaka, anaambia Mungu, huyu mtu amekiomba hichi kitu lakini hakijawa bado cha kiroho, wewe kuanza kukishughulikia, kwa sababu ona alichokiomba hakuna sadaka. Ameomba kweli maombi yake binafsi, lakini hajaweka sadaka. Kwa hili jambo Mungu sio la kiroho, kwamba wewe uje kumsaidia kwa sheria za rohoni, zinagoma, kwa sababu hilo jambo bado halina sadaka ya kusukuma we Mungu ende ukajibu. Kwa unakuta zile ni sheria katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana ukuta muda mwingine tunapoambia kwamba hebu fanya jambo fulani, ni sheria katika ulimwengu wa roho. Kwa mfano, kwa nini tunasema usome neno? Neno ndio sheria. Utazijua humo ndani sheria za rohoni, utazielewa kupitia neno. Usiposoma neno, nini kinaendelea? Kuna mashtaka yatakuwa kikusumbua kila wakati. Unaweza ukajikuta tu upo, lakini unashtakiwa. Mfano, tole tu mfano. Tunapoongelea mashtaka katika ulimwengu wa roho, kuna sheria katika ulimwengu wa roho. Kwa mfano,
mtu aliyeokoka anaokoka kwa sheria ya rohoni kwamba afike mbinguni, kwa maana jina lake linafutwa kwenye kitabu cha hukumu na linaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Akishaongozwa sala ya toba, huyu mtu tayari ana garantii kubwa sana ya kufika mbinguni endapo atalinda huo wokovu. Lakini mtu mwingine anatoa, atabarikiwa kwa sheria ya kutoa na kupokea. Ipo sheria ya kutoa na kupokea. Kwa utakuta mpendwa ameokoka, yupo kanisani, anashinda kanisani, lakini sio mtoaji. Huyu mtu yeye jina lake ni ukweli, limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, lakini halina wokovu wako haukupi nafasi ya wewe kufanikiwa kiuchumi, kwa sababu zipo sheria za roho za mafanikio ya kiuchumi ambazo zinatokana na mtu kutoa na kupokea. Na ndio maana ukuta sheria inatangazwa kwamba apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu naangalie jinsi apandavyo, kwa sababu ni sheria katika ulimwengu wa roho. Sasa unakuta hizi sheria katika ulimwengu wa roho ndio humo zinapatikana na hati za mashtaka. Unakuta mtu ameokoka lakini hana hata 100, akienda kwa Mungu anaanza kulalamika, Mungu naona sina kodi ya nyumba. Hivi kweli Mungu upo? Sina kodi ya nyumba na mimi nimeokoka na nashinda kanisani na kupenda wewe ama na kuimbia ama na kutumikia. Kuna kanuni ya sheria katika ulimwengu wa roho inayokupa wewe kuwa na utele, sio kuongozwa sala ya toba. Hapana, kumtolea Bwana sadaka na kuwa mwaminifu katika fungu la 10 ndio inaleta utele. Haijalishi umeokoka ama hujaokoka. Na ndio maana kuna mtu mwingine hajaokoka lakini wanasupport injili huko. Wakisikia mikutano imetangazwa, mtu anatoa gari lake, anasema hili nitatoa gari, nitatoa na viti, lakini yeye mwenyewe hajaokoka wala hata kwenye mkutano hudhurii. Yule mtu atabarikiwa kwa sababu ya kanuni ya kumbariki mtu kwa njia ya utoaji, kwa namna alivyotoa na kupokea. Kwa nakuta wapendwa wengi wanapitia changamoto nyingi za kiuchumi kwa sababu hawajui sheria za roho katika ulimwengu wa roho. Unajikuta yeye anaona kuokoka ndio kila kitu, kwamba kisha okoka basi yani kila kitu kitaenda. No. Ni sheria mojawapo katika sheria za roho nyingi sana ambazo mtu anaweza akawa nazo. Mfano, unapookoka, nimesema hapo awali, jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha uzima, lakini na kuna compliment, kuna vitu vingine vingi ambavyo vinaambatana na kuokoka. Haki ya kusikilizwa kama mtoto wa Mungu ipo kwa sababu umempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuna mambo mengi yanayoambatana na wewe, lakini unaposema hivi, nataka Mungu milango ya mbinguni ifunguke, madirisha ya mbinguni yafunguke, Biblia inakupa sheria, inasema hivi, unapokuwa mwaminifu katika kutoa sadaka na zaka, Mungu anayafungua madirisha ya mbinguni. Hayafunguki kwa kuwa umeokoka, yanafunguka kwa sababu umetoa. Kwa hiyo unakuta kuna namna ambapo sasa tunafunga na kwenda kwenye maombi kuombea kitu ambacho sheria ya roho wa uzima, ile sheria ya rohoni inagoma. Kwa hata ukifunga mifungo mikubwa kwa namna gani, lazima hiyo mifungo iendane na sheria ya rohoni. Biblia inasema hivi, wana juhudi nyingi katika Bwana lakini si katika maarifa. Unakuta mtu anakuwa na juhudi kweli kweli, anaomba kweli kweli, yuko kanisani muda wote, lakini maarifa ni nini? Kuzitambua sheria za rohoni katika kila jambo. Yani unapotaka kufanya kila jambo lazima utrace sheria za rohoni zinasemaje, na ili uamini ya kwamba mambo yote ya rohoni yanapelekwa kwa kisheria. Paulo anawaambia Wakorinto ya kwamba mtu na atuone ya kwamba sisi tu watumishi wa Mungu na mawakili. Ukiongea kitu mawakili wa siri za ufalme, unapoongelea wakili uwe unajua kabisa ya kwamba ni ishu za kisheria. Kwa hiyo tunapoenda katika ulimwengu wa roho, haijalishi tu wewe unaitwa mchungaji kama mimi, no. Expertism wetu, yani expert wetu, naweza mimi nikawa ni mchungaji, kila kanisa utasikia yupo mchungaji, lakini expert wetu unategemeana na kuzijua siri za ufalme wa Mungu, kujua sheria katika ulimwengu wa roho katika kila jambo. Yani ninavyokuombea wewe, ninafunikwa na sheria ipi katika ulimwengu wa roho? Ninapokemea pepo, ninakemea pepo kwa sheria ipi katika ulimwengu wa roho? Nyakati nyingine mimi natamka neno tu moja. Sasa usishangae sana kwa nini mwingine anatamka neno moja na mapepo yanatii, na mwingine anaanza kukemea asubuhi mpaka jioni. Wale wanaokuja kuhudhuria ibada za maombi na maombezi pale kwetu kanisani wanaelewa. Hakunaga jasho linatoka kuondoa pepo, hakunaga hiyo kitu.
ni dakika, neno pepo limetoka hapo hapo kwa jina la Yesu Kristo, komandi limeondoka. Kuna sheria tunazijua za rohoni zinazotupa sisi mamlaka, na shetani akiziona zile anajua tunajua hizo sheria, maanake tunazitumia. Ndio maana dakika moja shetani ameshaondoka, haijalishi amekuja kwa ajenda gani. Kwa zipo sheria nyingi. Sasa naomba nirudi kwenye ile hati ya mashtaka. Tunapoomba Mungu atusaidie tuwe na ufunuo kujua yatupasayo kuyaenenda, namba moja. Namba mbili, azifute hati za mashtaka na tusitembee katika mashtaka kabisa. Hayo ndio maombi yetu. Kwa kuna mtu mmoja hapa leo atapona ninavyoongea hivi sasa hivi. Kuna mtu atapona kwa sababu maombi haya, kuna kitu kilikushikilia kisheria katika ulimwengu wa roho. Ninapoomba maombi haya, kuna neema itaingia ya hati ya mashtaka itafutwa, na utabaki kuwa huru, tena huru kweli kweli. Dumu katika kutoa sadaka, dumu katika kutoa fungu la 10. Fungu la 10 usidanganyike. Fungu la 10 huwa linaharibu mambo mengi kwa wakati mmoja. Kwa usidanganyike kutokulitoa. Lakini dumu katika sheria nyingine za kuomba, kusoma neno na kutafakari neno na mambo mengine, na utajikuta tu upo salama. Nataka kwa dakika moja niombe. Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ni ombi langu asubuhi ya leo, utusaidie katika kutembea kwenye kuzijua sheria za rohoni, na kutusaidia kuweza kutembea nje ya hati ya mashtaka. Adui asipate nafasi ya kutuandikia hati za mashtaka na kwenda kutushtaki kwa Mungu wetu. Mungu liye hai, ninakushukuru kwa maana unatusaidia. Ninaenda kinyume na nguvu za giza katika ulimwengu wa roho ambazo zinasimama kututesa kwa hati za mashtaka. Roho Mtakatifu, asante kwa maana ile kazi ya msalaba inafuta hati za mashtaka zilizoandaliwa na adui kinyume na mateso yetu ya kifedha, mateso yetu ya kiafya, mateso yetu ya kimahusiano, ndoa na uchumba, mateso yetu kwa watoto, kila mateso katika ulimwengu wa roho. Hati zake za mashtaka zimefutwa na kugongolewa pale msalabani. Mungu liye hai, ninakushukuru kwa maana zile hati, ile nguvu ya kufutwa hati za uharibifu, hati za mashtaka, iendelee kudhihirika ndani yetu. Tunajiweka wakfu kwa nguvu hiyo, iendelee kudhihirika ndani yetu, kwa sitokee hati ya mashtaka yote. Ninafuta mashtaka yote katika ulimwengu wa roho yanayofuatilia maisha yako. Natangaza uhuru wako leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Ni maombi yangu leo kusiwe na hati yote ya mashtaka. Utashika sadaka yako. Utakapoiachilia hiyo sadaka, utamwambia Mungu hivi: ikiwa kuna mashtaka yoyote yaliyoandikwa kwenye hati ya mashtaka kinyume na maisha yangu, aidha kwa makosa niliyoyafanya ama kwa mambo niliyoenenda, hiyo hati ya mashtaka ifutwe. Sadaka hii ifute hati za mashtaka zinazofuatilia, zilizoandikwa kupitia familia, kupitia ukoo. Hizo hati za mashtaka zifutwe kupitia sadaka hii. Utashangaa kuona milango inafunguka ghafla. Utashangaa kuona magonjwa yanakuachia ghafla. Kuna vitu vitaanza kukuachia ghafla. Ujue kuna hati ya mashtaka tayari ishashughulikiwa. Mungu wangu akubariki sana. Kuna vingine unaona ni hati ya mashtaka unayajua kabisa mwenyewe kwamba mimi nilishawaenda kwa waganga kienyeji. Ile tu hati ya mashtaka inaendelea kushikilia. Kuna vitu vinaendelea kushikilia. Mimi nilishawahi fanya hiki. Unaona kabisa kuna hati ya mashtaka. Utaachilia sadaka yako, itaenda kuyachunguza yanayokushtaki na kukupa neema. Mungu wangu akubariki sana. Na unaweza ukaachilia sadaka yako leo kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.